Yes, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ninakuja tena kwenu nikisisitiza kuhusu maneno ambayo watu wanaongelea kwenye madhabahu, maneno ambayo ni hatari, especially kwa wanandoa, na hii ni hatari sana. Nataka kusisitiza, na watu wengi wanapitia kwenye shida nyingi sana kwenye ndoa zao, hata kama wanavumilia mpaka kufa, lakini si mapenzi ya Mungu. Imetokana na maneno ambayo waliyazungumza wakiwa madhabahuni. Na naomba utege sikio lako. Najua ujumbe huu nimeshawahi kutuma kwa kirefu sana nikazungumzia, lakini leo nasikia msukumo tena, nirudie tena na nisisitize. Na wale ambao mtajikuta kwa hiyo mtego, kuna namna ya kujikomboa pia. Niwasaidie kitu, watu wa Mungu. Haya maneno ambayo wanandoa wana confess kwenye madhabahu wakati wanapofunga ndoa ni hatari sana, na yamewatesa na yamewaumiza. Sijui wakati ambapo Wakristo huwa tunafundishwa imani kwa njia gani? Mimi sijai kuelewa. Sababu imani ni neno ni kuamini yale maneno ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Kile ambacho Kristo alisema juu yetu. Kile ambacho Kristo alikuja kufanya. Ndio inajenga imani yetu. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Warumi ile sura ya 10 mstari 17 kwamba imani huja kwa kusikia na huja kwa kusikia kwa neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo ndio limetujenga katika imani. Sasa kuna mambo mengine unaweza ukayafanya kwa kuyazungumza yakahatarisha ama yakawa ni hatari kwenye maisha yako na ukaishi kwenye tabu, kwenye ndoa na mateso mengi. Sasa nisikilize. Kitu cha kwanza unapaswa kufahamu kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba kwa mapigo ya Kristo tuliponywa. Na Biblia inasema kwamba alifanyika laana tufanyike baraka. Kwa hivyo tunapompa Yesu maisha yetu, watu tunaamini kabisa kwamba magonjwa sio sehemu ya maisha yetu. Umaskini wala laana sio sehemu ya maisha yetu. Wala mateso sio sehemu ya maisha yetu. Na wacha nikupe siri. Kanuni ya imani ni kile unachokiamini. Unapokiamini kinakuwa ni haki yako. Unapokiri lazima kitatokea. Hiyo lazima uelewe. Chochote unachokiamini moyoni mwako ni haki yako. Kiwe kibaya ama kizuri, ni haki yako, lazima kitafanyika. Haki yako. Alafu unapokikiri kile kitu, sababu mtu hawezi kiri kitu ambacho kiko moyoni. Katika kukiri kwa aina yote ile, lazima mtu anakiri kile ambacho kiko kwenye moyo wake na amekiamini. Sasa nisikilize. Umewahi kujiuliza, na hii jambo naambia watu wengi sana, alafu wananiona mimi kama sijielewi. Ama wanaona kama mimi niko kinyume na kufungia ndoa madhabahuni. Hapana, siko kinyume kabisa. Na haimaanishi kwamba ndoa ikifungiwa madhabahu ndio halali mbele za Mungu, hapana. Isipokuwa ile ni mapokeo tu, kwamba ili kujenga ushuhuda. Na ni vizuri, si vibaya, kwa sababu kitu ambacho kinajengwa kwenye ushuhuda ni kizuri. Lakini tangu mwanzo tunaposoma Biblia tujaiko na mali ndoa imefungwa ndani ya kanisa. Na si vibaya, sijasema ni vibaya kufunga. Maana si vitu vyote lazima vimeandikwa ndio vifanywe. Kuna vitu ambavyo unaweza mkavifanya kama watumishi wa Mungu na vikao vinajenga. Kama vile pia siku moja Paulo alisema mambo yale ambayo nimezungumza sio Mungu amesema, ni mimi nimesema, maana hata mimi pia niko na roho vile vile. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaweza akajifunua kwa jambo lingine ambalo linaweza kujenga kanisa. Kwa hivyo sisemi kwamba ile ni vibaya, lakini hata nikuonyeshe kuyasahau, ama sijui ni kusahau, ama sijui ni kutokuelewa, ama sijui imani inafunzwa alafu inakuja na rudisha tena reverse. Mimi I don't know. Na hii na ndio maana nasemaga hata wakati mwingine ukiwa kama mchungaji, kama kuna kitu unataka kukifanya kukiweka kanisani na unajua kabisa kitu pengine si kwamba kimeandikwa kwenye Biblia, lakini ni ushauri wako unataka kutoa, uchunge sana kabla hujafanya hicho kitu, ili shetani asijaweka sehemu yake pale pasipo kujua. Kwa sababu hata waliopanga hii mpango ya kuweka wanandoa pale madhabahuni na kwanza kuambia warudia hayo maneno ambayo ndio yanasababisha mateso kwenye ndoa, na ndio maana nitakuyazungumza sasa hivi. Walipanga wakifikiri ni mambo mazuri, na hata sasa wanajua ni mazuri, lakini imefichwa wasijue, kwa sababu shetani lengo lake ni kuona wanandoa wakiteseka, wakiishi kwa shida. Sasa nisikilize. Kama Biblia inasema kwamba kwa mapigo ya Kristo tulipona, alibeba madhaifu yetu na magonjwa yetu na madhaifu yetu yote pale msalabani. Kama vile Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 8:17. Hii ni amina na ni kweli. Kama vile kitabu cha Isaya kinasema 53 kuanzia mstari ule wa 4 kuelekea 5 pale kama sijakosea. Nasema kwamba alipigwa kwa ajili ya makosa yetu ili sisi tupate kufanyaje? Kupona. Alifanyika laana tubarikiwe. Sasa
ni vizuri kwa sababu lile neno ni maneno tu, lakini yana nguvu ya ajabu, kwamba unapoamini ndivyo inavyofanyika kwako. Ndio maana mimi tangu wakati Mungu aliponiponya, kwa sababu ugonjwa nilifanya kumfahamu Yesu, siamini magonjwa mpaka leo. Nina miaka sasa naenda karibu 30 sasa hivi tangu nimefunguliwa na kuponya ugonjwa, ninaendelea na miaka. Siamini magonjwa, hata kama ikinikujia mimi nakataa, kwa sababu sio sehemu ya maisha yangu na naniacha. I tell you the truth. Sasa hakuna haja kuwa na imani za aina mbili, unatakiwa kuwa na imani moja tu. Wacha nikufunulie kile ambacho nataka kusema. Unajua, wakati ndoa inapelekwa kwenye madhabahu pale, kuna maneno watu ambao wanazungumza, na pia watu wanapokutana huko nje kabla hajapelekana madhabahu, kuna maneno wanaua wanazungumziana. Mara nyingi watu ambao wameona bila kupelekana madhabahu, mara nyingi utakuta wanaahidiana vitu vizuri, wanasema nitakulinda, nakupenda, yani hakuna mwingine, kama maneno mazuri mazuri. Kama mwanaume nakuta kimwambia mwanamke, mimi nitakununulia gari, nitafanya maneno mazuri ambayo watu huwa wanapenda kuyazungumza. Kuna wengine si watu wanazungumza, kuna wengine wanaoana tu kwa kuambiana nakupenda basi, ili mradi mtu anampenda mtu, mambo mengine yajifunua huko mbele. Na unaweza kushangaa hizi ndoa za come to stay zinaishi sana bila shida, lakini zile ndoa zimefungwa madhabahuni, watu wanakuja kuharibikiwa mapema. Unashangaa ndoa imefungwa, watu hapa wakazungumza maneno mengi, lakini hawajui chanzo cha mateso na shida ni yale maneno ambayo waliyazungumza pale madhabahu. Na hii ni hatari sana, na inafaa uelewe hili jambo. Wewe ukikataa, wewe kataa, lakini ujue ni ndio kweli naozungumza, na nitakuzungumzia kulingana na maandiko yanavyosema. Sasa sijui kama wewe unaamini uzima, the same time hapo tena unaamini magonjwa, I don't know. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kile kitabu cha Yohana ile sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema shetani mwizi anayekuja kuiba, kuharibu na kuua, lakini Kristo alikuja na uzima, tena tuona tena kwa maneno ya uhakika kabisa. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 5 mstari wa 12 inasema aliye na mwana ana uzima, asiyekuwa na mwana ana uzima. Na uzima unaanzia hapa duniani, sio kule mbinguni, unaanzia hapa. Unakuwa unatembea ukiwa mzima kama Kristo alivyotembea ukiwa mzima. Yesu hakuna siku alienda daktari, alienda kwa hospitali, hakuna siku alienda sijui alikuwa na shida gani, kwa sababu ndio maana yeye ndio mwanadamu wa kiroho ambaye alishuka duniani ili atukomboe katika ulimwengu wa giza, ambao katika mwanadamu wa asili ambaye amezaliwa katika mwili amelaaniwa, lakini tunapokuja kwa Kristo tunakuwa tumekombolewa kwenye zile laana, tunakuwa ni kizazi cha watu waliobarikiwa, maana ni taifa la Mungu. Sasa madhabahuni, ninavyojua madhabahuni ni mahali pa kutia watu nguvu, moyo. Mtu amevunjika moyo kuja pale anatiwa nguvu. Mtu ambaye ni mgonjwa akija pale anaponywa, kwa sababu madhabahu ni sehemu ambapo nguvu za Mungu zinashuka, watu wanapona kulingana na ule ambaye Mungu amemwaminia mahali pale. Sijui madhabahu zingine zinakuwa za nini, mimi sijui. Labda zingine unakwenda tu kanisani kama desturi, kutoka hapo uende nyumbani. Sasa unakuta wengine wanaenda makanisani kwao, lakini baada ya kutoka kanisani wanaenda kwa mganga, kwa sababu ile ni dini. Lakini mimi nazungumzia kuhusu habari za Kristo, mtu ambaye anamwamini Kristo kwa 100%, kwamba Kristo ninaamini kwamba yupo na naishi na alibeba magonjwa yangu na laana zangu zote na mateso yangu ili niwe huru. Ndio maana kitabu kile cha Yohana ile sura 8 mstari wa 31 inasema kwamba mtajua ukweli na ukweli utaweka huru. Sasa wewe unaenda pale madhabahuni, umeambia mpenzi wako vizuri, I love you, nakupenda mpenzi wangu, Sangine mnaambia mambo mazuri, niko na kazi mahali fulani, tutajitahidi, baada ya kuona mambo yetu Mungu atatusaidia. Yaani mnaongea maneno mazuri kabisa ya kujengana. Wengine hata kama ni kwa proud, yani wengine hata kama ni kuringa, unaringa, especially wanaume ambao unajua kuna ni mapredation, wale ambao wanaringa sana. Unaweza shangaa kikwambia mimi na pesa benki na kazi, nafanya kazi nzuri nini, maneno mazuri na nzuri. Hata kama ni majivuno ni sawa, sikatai, lakini mimi nataka kufocus message kwamba yale maneno sometimes unaweza kuona ni mazuri, hayana kitu ambacho shetani ameweka ndani yake. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Sasa wakati ambapo mnaenda pale madhabahuni, mnaketi pale, mnatoka pale, mmesimamishwa, mnaambiwa sasa valishani nini pete. Sijui ile naona wanasoma, mimi kwangu sifanyaji hivyo na sitaka nifanye hivyo. Naona wanapewa karatasi, mchungaji yote anachukua karatasi hapa, anasema rudia maneno ya nyuma yangu, kama vile tulivyomkiri Yesu, kwa sababu wakati tulimkiri Yesu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi kasoma mstari wa 9 mpaka 10, inasema kwamba kwa moyo mtu aamini hata kupata haki, na ukinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ulikirishwa ile maneno, kaambiwa sema Bwana Yesu na kupokea, ufanyike Bwana mwokozi wa maisha yangu, nisamehe dhambi zangu zote, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika kwenye kitabu cha uzima milele.
Yani alikwambia kiri yale maneno kwa imani, alafu anasema kile ambacho unachokiamini kinakuwa ni haki, alafu ulipokiri ukapata wokovu. Kwa hivyo ulipoamini yale maneno ulikuwa unayazungumza, kwa sababu uliamini, ni haki yako kuyapata. Kwa hivyo ulipokiri automatically ukapata wokovu, na hivyo hiyo ndio uhalisia wa neno la Mungu lilivyo. Huwezi kupata wokovu kabla hujaamini na confess. Lazima ukiri kile ambacho unachokiamini. Ndio maana unaona wachungaji wanakuongoza. Sasa unafika pale madhabahuni, kuna maneno mengine tena unaongozwa. Unaambiwa sema hivi, nitaishi nawe kwa shida na kwa raha, kwa umaskini, kwa utajiri, wakati wa magonjwa na wakati wa afya. Hivi unajua hata Yesu akiwa mbinguni na kushangaa, shetani mwenyewe anafurahia kweli, kwa sababu tayari anaandika. Unajua shetani ana mawakala wake, wako pale tu anaandika zile vitu unasema. Sababu kile unachokonfess kwenye kinywa chako ndicho kitakachofanyika kwenye maisha yako. Sasa kwa nini ukiri magonjwa? Kwa nini ukiri shida? Kwa nini ukiri umaskini? Umaskini laana, shida ni laana, magonjwa ni laana. Sasa unakiri laana wakati Yesu alifanyika laana uwe baraka, uwe ubarikiwe. Kwa sababu watu wote ambao walikuwa wamelaniwa walikuwa wanaekwa msalabani. Kwa hivyo Yesu aliwekwa pale badala yako ili wewe ubarikiwe. Sasa hii mambo ya kutamka hizo vitu walitoa wapi watumishi wa Mungu? Sijui. Mimi siwezi kuwalaumu. Maana shetani anaweza tumia anyone, anaweza tumia yeyote. Shetani agope ni mtume, nabii, ni askofu. Mnaweza mkakaa kikao na mkapanga mambo yenu, na katika ile mpango mmepanga shetani akawa ameingia ndani bila nyinyi kujua. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba inawezekana pia walikaa chini wakapanga, na shetani akakaa kwenye kile kikao bila wao kujua, na wakakuta wameingiza, na shetani alijua ili atatize ndoa. Sasa ukitoka pale kwenye ile madhabahu umeenda nyumbani, shetani anajua ulisema wakati wa magonjwa. Kwa hivyo ujue katika maisha yako magonjwa yatakuja. Ujue katika maisha yako maskini utakuja. Ujue katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe, shida zitakutokezea. Alafu mnaanza kusema ndoa ni kuvumilia. Yaani mtumishi anakuambia pale, mwanangu, ndoa ni kuvumilia. Unavumilia nini? Mimi huwezi kuja kuchukua binti yangu alafu ananiambia akaishi maisha kuvumilia. Hiyo mimi siamini kabisa. Na ninawafunza hata sasa hivi, unaona ni wadogo, nawafundisha. Naambia sikubali mwanaume yote ambaye mtaenda kuoana mnasema ni kuvumilia, ndoa ni kuvumilia. Huwezi kuvumilia panga. Mambo ya kuvumilia si kama hayo. Kuvumilia kuko na kuvumilia ni mambo, ni majaribu yale ambayo Mungu anaweza kuwa ameruhusu kwenye maisha yenu, kama wakati wa Ayubu. Ama tuchukue kwa mfano wangu mimi, vile niliishi bila watoto miaka 15. Ndio hiyo inaitwa kuvumilia, kwa sababu tunamngojea Mungu ndio ataleta majibu. Lakini sasa huwezi kuvumilia mtu anakutukana na kudharau na kupiga, anabeba panga alafu nasema nakuvumilia. Unavumilia nini? Kumbuka Biblia inasema kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura 9 mstari wa 9. Anasema uishi kwa mke wako. Ngoja nisome usikie. Nisome usikie, mtu wa Mungu. Na Biblia mbili hapa sasa, karibu nichanganye. Kachukua ile pale badala nibebe nime. Kuna hapa, sikiliza. Haleluya. Inasema hivi. Mhubiri 9:9 inasema uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huyo ndio sehemu ya maisha yako. Sasa kama Mungu anasema uishi na furaha na mke wako siku zote za maisha yako, hizo mashida unataja za nini? Yote unapotaja shida hizo unajiuliza, kwa sasa alikufa pale msalabani kwa kazi gani? Alafu nakili bora ungekuwa tu mtu mpagani tu ambaye hujaokoka, unaweza kuzungumza hiyo maneno, kwa sababu hiyo ni sehemu yako. Kwa sababu magonjwa ni sehemu ya watu ambao hawamjui Mungu. Mateso ni sehemu ya watu hawamjui Mungu. Kwenye ndoa unakuta kuna watu wanapigana, wanafanya, kwa sababu ile ni sehemu ya ambao watu hawajamjua. Lakini wewe umemjua Mungu, hizo mateso unazitaja za nini? Alafu unapotaja ile mateso, wewe hujui shetani ataleta mateso gani, kwa sababu mateso umejumlisha yote. Unaposema watu wakati wa mateso, wakati wa shida, wakati wa raha, wakati wa magonjwa, wakati wa afya, wakati wa umaskini, wakati wa utajiri, tutakuwa pamoja, tutatenganisha kitu kingine isipokuwa kifo. Hiyo maneno wacha. Biblia inasema yani ukisema ndio na kupenda, full stop. Acha kuweka maneno mengine zaidi ya hayo. I love you, I love you. Mimi sikatai ndoa kufungiwa madhabahuni. Mimi sikatai. Na ndoa ya halali siku zote nasema si kwa sababu imefungwa madhabahuni. Kuna watu ambao hawajaenda madhabahu lakini ndoa zao ni halali mbele za Mungu. Ndoa halali ni mtu ambaye ameenda kwa ameenda kwa baba ya binti na toa mahari na wakakubaliana, akimpa binti tayari ni mke wake. Ile madhabahu ni ushuhuda unajengwa pale. Ndio maana pana stahili ile ndoa si kwenda kufungiwa, ni kubarikiwa, yani kuombewa, kwamba hao watu wanapoanza wanaanza na Mungu. Kama vile unaweza kuanza kazi yako ukasema kabla sijaanza kazi, acha nipeleke sadaka madhabahuni, nimwambie mchungaji wangu na kazi imeenda kufungwa na nimekuja na sadaka hapa, hasa naomba uombe kazi yangu. Hiyo sasa the same tu, ni kama hicho tu, kwamba unaanza na Mungu, kwamba ile kazi yako umeanza na Mungu. Na hapo shetani anakosa nafasi ya kuingilia kwa sababu ulianza na Mungu. Sasa kitabu cha Mithali ile sura ya 3 kwanza mstari wa 5 nasema kwamba
Mshirikishe Mungu kwa mambo yako yote, wala usitumie akili zako mwenyewe. Sababu Biblia inasema kwamba kuna njia inaonekana machoni pa mtu kwamba ni sawa, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Kwa hivyo unapomshirikisha Mungu kwa jambo lolote, haliwezi kufeli. Hata kama ni biashara, haliwezi kufeli. Watu wengi biashara zao zimeharibika kwa sababu hawakuanza na Mungu. Ulianza na mawazo yako na akili zako, haukumshirikisha Mungu. Umeokoka ndio, unaenda madhabahu, lakini ukianza jambo uanze na Mungu. Kila kitu unachokifanya, hata kama ni kwa nyumba ya kupanga unaenda, unapoenda kuhamia ile nyumba, anza na Mungu. Maana unaweza jua, hata unaweza kutata mtu ambaye jenga nyumba ametoa makafara za watu, damu za watu kwa mizimu, ndio amekuja kujenga ile nyumba pale. Kwa hivyo usipoenda pale na maombi, unajikuta umeingia kwa shetani. Lakini ukienda pale, ukianza na Mungu, Mungu anaweza kuepisha usiende mahali pale kama pale, kwa sababu kabla hujaenda mahali kuna wazo linakuja. Lile wazo sasa ndio unalifanyia kazi, unamshirikisha Mungu. Kuna mahali nataka kwenda, kuna mahali nataka kufungua biashara, kuna mahali nataka kuhamia kwenda kuishi, safari nataka kwenda. Sasa unapoanza na Mungu, Mungu anaanza nawe. Kwa hivyo na ndoa vile vile, madhabahuni naweza nikaisemea kwamba ni mahali pa kwanza na Mungu, sio mahali pa kwenda kutaja malaana, pa kutaja magonjwa, pa kutaja shida. For what? Yesu alikufa kwa magonjwa yangu. Mimi siamini magonjwa, my friend. Siku yote mimi huwezi kunikuta hata niko kwenye vyama vile wanasemaga ni vyama vya kuweka pesa ili mtu akikufa aite abebe na hizo pesa, asipate shida ya kutafuta pesa. Kwa njia gani hiyo? Kifo sifi leo wala kesho. Kama Mungu ataruhusu kifo, atakuwa ameleta na sovereign kila kitu. Mungu hawezi ruhusu jambo kwa mtoto wake lije jambo ambalo litaleta mateso kwa wengine. Kila kitu cha Mkristo ni cha baraka. I tell you, kila unachokigusa kimebarikiwa. Kama nasema hata kunywa sumu itakuua, kama nasema utakanyaga nyoka na itakudu. Sasa wewe hizo vitu unataja vya nini? Kwa hivyo una expect magonjwa kwenye maisha yako, una expect umaskini, una expect shida kwenye maisha yako. Ndio maana ukazitaja, kwa sababu unaziamini. Ushaziamini, ni haki yako kupokea hiyo, ni haki. Unapokiri lazima itafanyika. Kwa hivyo wakati mwingine unakuta ndoa zinateseka, watu wanapigana, wanaumia sana. Umaskini unaingia, unakuta mama amechoka na mwanaume anabeba virago anaondoka. Saa zingine mume na mke ameumwa, mzee amechoka, anakimbia anaenda kutafuta mke mwingine. Ni ile kiapo ulikula. Shetani anataka kuhakikisha kama ulimaanisha kwamba utateseka naye. Wanaleta shida nyingine mpaka unaiangalia hivi unaona hapana, hii siwezi kuvumilia. Nasema kama ni ndugu za mke waje wachukue mke mtoto wao waende wamuuguze huko, mimi nimeshindwa, wanakimbia. Na ulisema utavumilia. Sasa hiyo maneno ya unajua kama huku confess hizi vitu zingetokea. Kama kuna kitu kitakuja kwenye maisha yako, wacha kile ambacho Mungu ameruhusu. Kama vile aliruhusu kwa Ayubu na alijua Ayubu atashinda. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza ile sura 10 mstari 13 nasema kwamba Mungu hawezi kuachia jaribu ambalo linapita kiwango cha kibinadamu. Atakuwa ametengeneza mlango wa kutokea. Kwa hivyo ikiwa ni Mungu ameruhusu jambo kwako, si lile wewe uliloliweka, litapotea tu. Utalishinda kwa jina la Yesu. Kama vile mimi nikabila mtoto, lakini sasa nina watoto 4. Hebu niambie, nimeoa 2001, nimepata mtoto wa kwanza tarehe 29 mwezi wa 12 mwezi wa mwaka 2016. Sasa hivi na watoto 4. Kwa hivyo miaka 15 bila watoto, miaka 10 ya watoto 4. Na bado Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu when you believe you will receive. Yani ukiamini unapokea. Ukiamini inakuwa ni sehemu ya maisha yako. Unajua hapa nani alisema, ngoja kuonyesha. Hapa huyu mtu anaitwa Yakobo. Na yeye maandiko alikuwa anasoma, alikuwa ameakoti kwa Yesu. Narudia tena, hii si ujumbe wa kwanza. Na sijui kama nitakuwa na ubiri mara moja na nisahau niseme nishahubiri mwaka fulani sasa. Nitarudia kila wakati. Najua hapa kwenye Facebook watu wanaangalia, tunapata follow up wapi kila wakati, na pengine wazikuta zile message za kule nyuma. Lakini wewe ambaye pia ulisikiza ile nyuma, hata leo inakuja na ufunuo mwingine itakusaidia. Sikiza. Sababu neno la Mungu ni jipya kila wakati. Yakobo ile sura 5 sura 12 inasema, lakini zaidi ya yote ndugu zangu, msiape kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kingine chochote, bali ndio yenu na iwe ndio, na sio yenu iwe sio, msije mkaangukia hukumu. Kwa hivyo anasema msiape kwa jambo, yani usiape. Kwani ujiapize? Kwani ujiapishe kwa nini? Maneno yako ndio na ndio. Kama unampenda mshana wako na mchumba wako, sema I love you so much and I love you too. Full stop. Kama kuna maneno mengine, mimi na suggest kama ni mchungaji unanisikiliza, ndoa yako wakati kijana anakuja pale kanisani kuja kufunga ndoa. Ndio maana unaona ndoa nyingine mnasemaga eti ni Mungu alisema. Aliomba mpaka akapewa mke. Na unafunga unasema ndio takatifu. After 2 months unaanza kuletewa matatizo kwenye ofisi nini, unasolve ndoa mpaka unachoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu inawezekana kweli yule mwanamke ametolewa na Mungu akapewa huyo mtu ama yule mume. Lakini kwa sababu kuna maneno mlikuja mkaingiza ndani, mkampatia shetani sehemu yake kwenye maisha yenu, mtapata shida. Sasa sikiliza. Anasema hivyo. Anasema maneno yenu yawe ndio na sio, maneno mengi yanatoka ule mwovu.
Haitakiwi kutoa maneno mengi. I love you, I love you. Ikiwezekana sasa, kama wewe ni mchungaji, tabiri, mwambie wale watu watabiriane. Mwambie tutazaa watoto wazuri, tutajenga nyumba zetu nzuri, tutakuwa na magari, tutakuwa na kampuni zetu, tunamwamini Mungu, ataleta utajiri, atatupa afya, tuna uzima. Mauti ni ya shetani, tulichagua uzima kwa sababu ukishampata Yesu umechagua uzima. Ukichagua shetani ndio huko mauti iko. Sasa unataja mauti kwa shetani, iko kwa shetani, unaleta kwa Kristo kwa njia tena madhabahuni. Unasema kwa magonjwa wakati wa mimi maneno mengine mpaka yananitia shida. Kuna kitu unaweza taja kwa madhabahu nikakasikia, kama ni kwangu ni mali nimesimamia, ukaona nimesema kwenye kitu nimekufuata, kaambia kanusha hiyo maneno haraka. Hayo maneno hii hapa si mali pake. Sisi tunamwamini Kristo ambaye ni mwenye uzima wetu. Na uzima ambao Yesu ametuletea ni uzima unaingia kwenye afya zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu. Kila kitu ambacho kiko kwenye maisha kinachoweza kuwa kilikuwa kimekufa kinakuwa hai katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa unaona, kwa hivyo maneno haya ya Yakobo alikuwa akizungumza, aliyakoti, yani aliyanukuu kutoka kwenye kitabu cha Mathayo ambacho Yesu mwenyewe alizungumza. Kile kitabu cha Mathayo ile sura 5, sikiza. Anasema 33. Mathayo 5:33. Anasema hivi: tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiape uongo, ila mtimizie Bwana viapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndio pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya nywele mmoja kuwa mweusi au kwa mweupe au mweusi, bali maneno yenu yawe ndio na sivyo, sio ndio, sivyo, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Sasa mtu ambaye anaapa si nini, unaapa nini? Wakati mlikutana kwenye mliapa, alafu unafika madhabahu unaanza kwa hapa. Ni vizuri kama umepata lisomo, inawezekana wewe uko kanisani na ulikuwa unataka kwenda kufunga ndoa, labda Saturday kuna ndoa unaenda kufunga, na umesikia maandiko na umeenda na umeamini, unamfuata mchungaji wako kwa hekima, tunamwambia mchungaji, kesho tafadhali unapoenda kunifungia ndoa, naomba usinitajie mambo ya magonjwa, mimi siamini magonjwa. Mweleze, mimi kuna kijana wangu hapa kanisani ambaye alikuwa anafungia ndoa Tanzania. Kumbuka hapa ni Kenya na yeye anafungia ndoa Tanzania. Na yule kwa sababu alivyotoka hapa alipata mchungaji Tanzania ambaye atakuwa anamlea. Sasa ikawa wakati anafunga ndoa aliniuliza maswali, akasema nitafanyaje mchungaji? Maana sitaki ikue hivi na hivi na hivi kati ya mchungaji na mimi. Nikamwambia, mchungaji ndio tuelewa sana. Nenda umwambie kulingana na baba yake, kwa sababu naye mtumishi ambaye alikuwa anakufungia ndoa ananifahamu. Nikamwambia mwambie tu kwamba kulingana na imani yangu mimi sitakiri kuhusu mambo ya magonjwa. Nitakiri tu kwamba ninakupenda mke wangu, na kama kuna mambo mengine tutazungumza, tutatabiri yale mazuri. Alifanya hivyo. Kwa hivyo ikawa mtu nzuri. Hata hapa kanisani kwetu tulishatokea, kuna mtumishi mmoja alikuwa anafungia ndoa hapa kanisani. Na tu tumemalika afunge ndoa, na kawa nimemweleza kwamba hapa kwetu usiamini, usikirishe watu mambo ya shida. Sisi tumeamini, tumetoka katika vifungo, tumeingia katika uzima. Maana sasa tukishampata Kristo tuna uzima. Biblia inasema aliye na mwana ana uzima, asiyekuwa na mwana hana uzima. Kwa hivyo kama niko na Kristo nina uzima, na huo ndio ushuhuda wetu kwamba tuna uzima ndani ya Kristo. Kwa hivyo hatuwezi taja magonjwa, hatuwezi taja umaskini, hatuwezi taja hizo mashida. Unakuja kutokea madeni kwenye ndoa, kunatokea vita, kunatokea magonjwa, kunatokea alafu nasema ni Mungu anahusika. Kumbe si Mungu, ni kile mlichokiamini. Wewe unaamini nini? I don't know. Biblia inaniambia Yesu alibeba magonjwa yangu. Ngoja nikuonyeshe. Mimi nisamehewa dhambi my friend. Nilikuwa na ukimwi nikapona. Sasa wewe unakuja kunirudisha kwa magonjwa. Mimi mke wangu siku hapa. Nilienda nikalipa mahari kwa familia. Nilienda kwa wazazi. Babangu akaenda huko na kafanywa ile ilifanywa, tukamaliza. Sasa mimi nimebaki tu na kwamba mimi mambo ya kusema sijui naenda kukiri madhabahu sijui na mimi niliambiwa tu na babangu akroa. Kaambia mambo sasa iko sawa. Na maisha yanaendelea. Sema amina. Sikiza hapa mtu wa Mungu. Sikiza hapa. Itakusaidia. Watu wengi sana wanaaminishwa mambo ya kuconfess ni hatari sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Kwa hivyo kwa tunasubira. Takuja na hilo andiko litakusaidia sana.
Haleluya. Kwa hivyo usije ukakonfesi shida kwenye madhabahu, usije ukakonfesi matatizo. Yesu alikufa kwa ajili yako. Kitabu cha Petro wa pili ile sura ya pili. Kwa nafungua sehemu zingine ndio nasikia. Petro wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 24. Sikiza. Nasema yeye alipotukanwa, mstari wa 24. Petro wa kwanza ile sura ya pili mstari wa 24 nasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sasa Yesu alipigwa tupone, alitusamehe dhambi, kwa sababu dhambi ndio inaleta laana. Dhambi ndio inazaa laana. Kwa hivyo laana zitokana na dhambi. Sasa Yesu ameshakuja, tumenunuliwa kupitia damu yake, tumeitwa watoto wa Mungu, tumezaliwa mara pili katika ulimwengu wa roho. Sasa sisi ni watoto wa Mungu, hatuna laana. Sasa unapokiri laana inakuwa ni makosa, ni vibaya. Kwa hivyo mpendwa, wewe ambaye unaenda kufunga harusi ama wewe ambaye umeshafunga tayari na unaishi unaishi kwenye mateso, kuna namna kujikomboa. Kujikomboa ni namna hii tu. Mtanisamee kidogo, watoto hapa walikuwa nitatiza. Sijui ametokea wapi. Sasa sikiza. Unakanusha yale maneno. Unasema nayafuta unaamini kwamba nimegundua kwamba mimi sifai kukiri shida, sifai kukiri laana, sifai kukiri umaskini. Hasa unasimama kwa moyo wa imani kabisa. Unasema kwa jina la Yesu, kuanzia sasa nafuta maneno yote ambayo niliwahi kutamka. Kwanza unaanza kuna toba. Unasema Mungu, kama kuna maneno ambayo nimewahi kuzungumza kwenye maisha yangu na ndoa yangu, yale maneno ambayo ni confess, ninaomba unitakase na unisamehe kabisa, kwa sababu sikujua kwamba ninafanya jambo baya. Kwa hivyo kuanzia leo Mungu, nimeamini kwamba Yesu Kristo ulikuja duniani ukateswa kwa ajili yangu nipone, ukafanyika laana nibarikiwe, ukabeba shida zangu na magonjwa yangu yote ili niwe huru. Kwa hivyo kuanzia leo yale maneno yote ambayo niliwahi kuyakiri ambayo yanaweza kusababisha mateso kwenye ndoa yangu na yafuta katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Unaamini, inaondoka automatically. Hiyo ndio dawa yake. Na hii fundishe watoto wako, waambie kabisa. Maana hii imani ni kama iko dunia mzima na shetani amewini ndoa za watu kweli. Wanapitia shida watu wengi. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ninaamini kabisa kwamba umenielewa. Umenielewa kwamba Yesu alipigwa ili upone, alifanyika laana ubarikiwe. Wewe si mtu wa kuconfess shida tena. Kumbuka kile unachokiamini. Sheria ya imani ni kile unachokizungumza kwenye moyo wako, kwenye kinywa chako, na kile ambacho umeamini kwenye moyo wako ndicho kinakujia katika maisha. Kiwe kibaya, ukiamini kufa utakufa. Hata sasa hivi kianza kusema, hata sasa hivi kutaka kukufa, hakuna haja kunywa sumu. Anza leo kusema najua nitakufa tu hii wiki, najua nitakufa hiki. Nakwambia ukweli na uamini, hii wiki haishi unakufa. Ili mradi tu umeamini, ni haki yako. Hakuna mtu anaweza kukiri kitu ambacho hajakiamini. Lazima unakiamini, ndio maana wakati hata wakati mtumishi wako alikuwa anakuambia sema nitaishi naye kwa magonjwa, uliamini. Ndani kweli hata wakati wa magonjwa nitaishi naye, unafunga mpaka macho unasema nitaishi naye kwa wakati wa shida. Nitaishi naye wakati wa magonjwa. Kifo tu ndio kitatenganisha. Ndoa nyingi watu wameachana, wamepitia shida. Wameachana, hapa madhabahu akasema hakuna kuachana mpaka kifo, na sasa leo wameachana, wameenda wameolewa, wengine wameoa, bado wanapitia shida kwa sababu kile kiapo kinawatesa. Kile kiapo shetani anahakikisha amekifanyia kazi vizuri, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa mashtaka kule mbinguni. Yeye ndio anabeba mashtaka yetu siku zote ili atupige. Usikubali neno lolote ambalo litaafekti maisha yako. Kumbuka neno la mtu wa Mungu ni nuru. Usizungumze giza. Giza ni maneno mabaya ambayo yanaweza kuafekti maisha ya mtu ama ya kwako mwenyewe. Kwa hivyo chunga sana kile ambacho nakizungumza. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Kolosai ile sura ya 3:16 kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu, kwa sababu Mungu alijua kwamba neno la Mungu likikaa ndani yenu, kama vile Daudi alielewa kabisa kwamba vile ambavyo anaweza kufundisha ile kanisa, kitu ambacho wanapaswa kujua tu ni kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu lishapata nafasi kwenye moyo wako. Huwezi kuta mtu akiongea uchafu, huwezi kuta mtu akiongea magonjwa, anaongea anatukana, wewe ni malaya, wewe ni mbwa, wewe ni takataka kwenye. Huwezi kuta mtu kama huyo. Utakuta watu wanaishi maisha mazuri ya furaha. Mimi nimeishi miaka yote 25, pamoja kwamba miaka 15 siko na mtoto, lakini leo ndio watoto 4. Hiyo miaka 15 haikutondolea upendo, haikutondolea amani. Tuna furaha mpaka nikiambia watu sijaiko sana mke wangu, huwa hawaamini. Wanaona kama sijui kama watu yaani na mtu alishamwambia mimi na mke wangu hatujaiko sana. Mimi kabisa sema lazima kuna challenge. Nasema hiyo ni imani yako. Hiyo mwingine akaniambia pasa useme hivyo, bado miaka inakwenda. Hiyo miaka shata bado kuna miaka nyingine mbele. Kwa hivyo usiseme, nikamwambia wewe ni kwa sababu uishi katika imani. Biblia inasema kwenye kitabu cha
Waebrania ile sura 10:38 nasema kwamba watu wangu wataishi kwa imani, na wakisitasita sina furaha na wao. Na sisi hatuko miongoni mwa watu wa kusitasita. Sisi ni miongoni mwa watu ambao wanamwamini Kristo, kwamba kumwamini si kuamini tu Yesu kimzahamzaa, kwamba Yesu yupo. Kwa hiyo mpendwa, mimi nimemaliza. Jitafakari, jitathmini, jiangalia. Mungu akusaidie ujielewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini umesikiliza, ninaamini umenielewa. Usiape kabisa, usizue madhabahuni, si mahali pa kuapisha. Na wacha nikupe siri, hata zile ndoa zinafungiwa madhabahuni, si Mungu anafungaga. Ile ndoa haikuwa ya Mungu, inakuwa ni ya serikali. Ndio maana hata mchungaji yote akimaliza kufunga ndoa anasema, kwa mamlaka niliyopewa na serikali natangaza ndoa hii ni halali. Ile si ya Mungu, ni ile mmeenda mmekubaliana wazazi kwa wazazi na mmeshalipa mahari, umechukua. Hiyo ndio Mungu. Hasa kanisani imewekwa kwenda kuanzisha ushuhuda pale. Kwa hivyo sisemi kwamba wasifanye, hapana, sisemi kwamba wasifanye. Hata kwetu tunafanya na cheti tunapeana, lakini mambo ya kuapa no. Hata tunawaambia kabisa watoto wetu wakiroga kwamba hicho cheti si chetu, ni cha serikali. Na hichi hata cheti hichi Mungu akitambui kabisa. Pamoja kwamba Mungu alisema tini mamlaka zote, maana kuna mamlaka sio kwa Mungu. Tunatii kwa sababu serikali haiongozi kiroho, inaongoza kimwili. Kwa hivyo ile cheti ni cha kugawa haki. Yaani kile cheti kina divorce. Kile cheti, na kwa Mungu hakuna divorce. Kile cheti kina polygamy, yani kuwa wake wawili hata watatu wanne, kina ruhusa. Ndio maana pale kwenye ile kuna malipo kujaza ni mke mmoja ama ni wawili ama ni watatu ama ni wanne, wengine mpaka 6. Kuna vyeti vya namna hiyo vimejazwa. Kwa hivyo vile vya serikali, kwamba mkiachana mmoja akaenda kustaki kwamba ana ndoa halali, kwa sababu ile uhalali wa kidunia ni kile cheti, kwamba ile ndoa ndio maana unaanza kuona watu wanaenda kwa serikali kufungia huko ndoa, wanaanza kwenda kwenye sheria house, kwa wanasheria mkafunga ndoa zenu na ikakubalika kiserikali, kwa sababu kile cheti unachopewa kwa kule kwa wanasheria, hicho ndio utapewa kanisani. Lakini pale ambapo pastor anabariki, sasa ndio pati ya Mungu, kwamba Baba, kwa jina la Yesu tunabariki ndoa. Sasa wakati umewaambia waape, kwamba waseme wakati wa magonjwa, wakati wa afya, wakati wa maskini, wakati wa tajiri, wakati wa shida, wakati wa furaha. Alafu the same time umemaliza, ndio unaanza kuambia, unasema wazae watoto wazuri wabarikiwe, magonjwa asipate. Utasemaje asipate? Tayari umeshawaambia wakiri. Unaonaje sasa hivi? Unaonaje sasa hivi? Unanikirisha kwamba nimpokee Kristo, alafu unaniambia kwamba sema hata nikianguka nitafanya hivi. Sasa utaweza kusema na kataro ya kuanguka na kati umesema nianguke? Ndio maana unaona wakati wa kuapisha, yani wakati wa kukirisha watu kuhusu sala toba, hakuna neno bali linawekwa kwamba ni kupokea Yesu, nisamehe dhambi zangu na magonjwa yangu, ninakataa laana zote, nakataa mateso, nakataa shetani, hivyo. Kwa hivyo madhabahuni si mahali pa kuapa ama pa kuzungumzia maneno ambayo yatasababisha. Na si madhabahuni tu, everywhere you are, everywhere you go, everywhere you stay, popote ambapo upo, zungumza maneno yenye kujenga. Hata kama umekosana na mke wako, umekosana na mume wako, umekosana na watoto, umekosana na jirani, ongea maneno mazuri, maana yale maneno unayoongea yanaweza affect your life. Nitakuja hapa kesho, hata kama si kesho, nitakuja hapa na njia nyingine ambayo nitakuzungumzia kwa njia nzuri zaidi, na ninaamini kabisa utanielewa. Mungu akubariki kama umenisikiliza, na nenda kachukua hatua. Bye bye. Amen.